Ikiwa muda wa uchaguzi mkuu umewadia kwa demokrasia ya Tanzania kufanya uchaguzi mkuu na kuwachagua wabunge, madiwani, rais, vijana wa kikundi cha Gen Z wamechukua fursa hiyo na kuanzisha maandamano ya mapema kwa kusema kuwa nchi inaongozwa na viongozi wa binafsi. Hali ya juu ya utekaji nyara na pia kushikwa ovyo ovyo kwa viongozi wa upinzani, pia wale wanaokosoa serikali wameweza kusema kuwa wamechoka na uongozi wa Mama Samia Hassan Suluhu kwa uongozi wa kimabavu ambaye ameweza kukosolewa pia na mashirika za kutetea haki za binadamu kama vile Amnesty International, na waliamuru kuwa aweze kumwachilia kiongozi wa upinzani Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Lissu, lakini hadi sasa Tundu Lissu hajaweza kuachiliwa. Kumbuka pia naibu mwenyekiti wa Chadema John Heche pia anaye aliweza kushikwa siku chache zilizopita. Na kumbuka maafisa wa polisi na jeshi wametoa onyo kwa waandamanaji, lakini vijana hao wameweza kusema hawataatishwa na wataungana na umoja na pia nguvu, kwa kuwa umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Tungependa kusikia kutoka kwako, tueleze maoni yako kuhusiana na haya maandamano ambayo yanaendelezwa na kikundi cha Gen Z huku muda wa uchaguzi nchini Tanzania ikiwa imeweza kuwadia. Maandamano haya huenda yakazua rabsha na vuguvugu. Wengi wanahisi kuwa Rais Samia Hassan Suluhu kutompea haki mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu kuwania urais, ambaye pia ana wito mkubwa kutawazwa kwa Samia Hassan Suluhu hata kuwa ameshinda, bali itakuwa tu kumtangaza kama rais, kwa maana hakuwa ana mshindani yeyote ambaye alikuwa ana mwito kama ule wa Tundu Lissu. Kikundi cha Gen Z pia wameweza kusema, na pia wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu wameweza kusema kuwa tume ya uchaguzi haina mfumo wa uchaguzi ambayo ni halali na pia hauko huru, na basi Mama Samia Suluhu atakuwa tu anajitangaza kuwa rais, bali hata kuwa ameshinda, kwa maana hakuwa na mshindani aliyekuwa na wito mkubwa kwa Watanzania. Je, unakubaliana na haya? Tueleze maoni yako hapo chini. Tungependa kusikia kutoka kwako kuhusiana na kuwa Rais Samia Suluhu atakuwa tu anajitangaza kama rais, kwa maana hajakuwa na ushindani mkubwa, kwa maana ameweza kumshika mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Lissu na naibu mwenyekiti wake John Heche, kwa maana na mwito mkubwa kuliko wale ambao Rais Samia Suluhu ameweza kushindana nao katika tiketi ya urais. Tungependa kusikia kutoka kwako kulingana na hiki kikundi cha Gen Z. Kumbuka si Gen Z peke yake, pia kuna kikundi cha millennials na pia wale wanaharakati ambao wanatetea haki za kibinadamu, na pia viongozi wa upinzani ambao waliungana pamoja katika maandamano, na pia kuna kikundi cha jeshi ambacho kiliungana na wananchi katika kuandamana ili kuikomboa nchi ya Tanzania. Tungependa kusikia kutoka kwako, tuandikie maoni yako kuhusiana na haya maandamano. Je, unaunga ama unapinga? Tueleze hapa chini, na pia usisahau kubonyeza alama ya like na subscribe hapa chini.